والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah kwa fursa hii ya kuja kukutana na ndugu zetu katika imani. Kwa upande wangu mimi ndio mara yangu ya kwanza kufika Singida, naisikia tu, lakini alhamdulillah tumefika. Najihisi kama vile ninaishi hapa siku zote, na nimepata hamu sana ya kuendelea kuja Singida. Yani mazingira ya Singida nilivyoyaona hayatofautiani sana na nyumbani. Kwa hiyo najisikia kawaida tu. Yani kama sio majukumu ya kazi tungeweza kukaa muda mrefu sana. Alhamdulillah, na mazingira ya mji na watu wake pia. Na katika mambo ambayo yalikuwa yananipa hamu sana ya kufika Singida ni wenzangu ambao nimesoma nao katika maeneo tofauti tofauti. Kuna Sheikh Juma Ikusi, na kina Sheikh Ali Uthmani, na Sheikh Muhammad Nkoko. Fikiri hao wote kwao ni hapa, na wamekuwa wenzangu na mpaka leo tuko pamoja katika harakati za Kiislamu. Kwa hiyo katika maisha yangu nilikuwa natamani sana katika eneo hili kwa kufika sehemu mbili, Kondoa na Singida. Kwa sababu kuna vijana wengi sana ambao nimesoma nao, marafiki zangu, tunawasiliana mpaka leo tuko pamoja, lakini haya maeneo mimi siyajui. Alhamdulillah, mwaka jana nimefika Kondoa, na mwaka huu Allah ameniwezesha nimefika hapa Singida. Namshukuru Allah kwa neema hii. Ndugu zangu katika imani, mimi leo sina mada ya moja kwa moja, isipokuwa tu kuna baadhi ya fikra ambazo nataka tushirikiane pamoja kuzitafakari. Waislamu tumekuwa na tabia ya kusifia sana wenzetu wanavyofanya. Kwa wenzetu wanafanya hivi, yani huyu anasema wenzetu wanafanya hivi ni Muislamu. Muislamu huyu analaumu Waislamu wenzake kwa kushindwa kuwa kama wenzetu au kuwazidi. Nafikiri nikisema wenzetu tunaelewana. Naam. Wenzetu wanafanya hili, wanafanya hili, wanafanya hili, lakini sisi hatufanyi. Pamoja na yule anayelaumu pia hafanyi. Sasa hili jambo kwa kusema kweli ni jambo la masikitiko makubwa sana. Kwa nini hatufanyi? Yaani ukitafuta sababu kwa nini hatufanyi, hii sababu unaikosa. Hakuna sababu. Juzi Ijumaa iliyopita niliswali msikiti mmoja katika misikiti mikubwa ya Dar es Salaam. Imamu baada ya swala akatangaza mchango wa Ijumaa iliyopita. Akasema tumepata Ijumaa iliyopita tulipata 2,000,000 na ushei wa Ijumaa moja. Afu akasema takbir. Watu msikiti mzima wasema Allahu Akbar. Anasema haijawahi kutokea kwa swala ya Ijumaa msikiti huo kukusanya 2,000,000 kwa Ijumaa moja. Anasema 2,000,000 ili tuzipate ni kwenye swala ya Idi. Huko ndio tunaweza tukapata kuanzia 1,000,000 na kuendelea mpaka 2,000,000. Lakini Ijumaa inacheza kwenye 400,000, 500,000, 600,000 wanacheza hapo.
Na ukiangalia hivyo, huu msikiti unaweza ukawa kwa Tanzania ni katika zile 10 bora kwa huo mchango huo, kwa mchango wa Ijumaa msikiti kukusanya kuanzia 400,000 kwenda mbele, basi huo msikiti utakuwa ni katika 10 bora. Sasa alipotangaza zile 2,000,000 na takbira zile, yani unashangaa, kwa sababu kwa hao wenzetu tunaoita wenzetu katika sehemu zao za kawaida tu ambazo hazina ukubwa kama huo msikiti, yani swala la 2,000,000 wao hawafikiri kwamba hiyo ni hela. Lakini cha kushangaza zaidi, wenzetu wanapochanga hela wanazichanga kwa ajili ya viongozi wao waende wakale. Hayo mapesa yote yanayotolewa ni kwa ajili ya viongozi wao wapate hela, wanunue magari, wajenge majumba, waishi vizuri. Sisi tunaambiwa jamani, michango hii ni kwa ajili ya kuendesha msikiti. Tuna ukarabati wa msikiti, tuna walimu wa madrasa. Shekhe wetu hapa kila siku anapiga kelele hapa, anataka 40,000 tu kwa siku, 40,000 kwa siku. Anapiga kelele hapa, watu wanaswali alasiri au adhuhuri, msikiti umepiga nusu nzima, lakini mpaka watu wanatoka wanamalizika kwenye kiti hapo, unaona kuna 2,000 tu. Sisi tumefanywaje? Hivi ni kweli kwamba tunaotoka hatuna hela mifukoni? Lakini sasa cha kushangaza, kama kuna dini ambayo imewahimiza wafuasi wake kutoa na ikatoa ahadi njema kwa waumini hao, hakuna zaidi ya Uislamu. Nakumbuka hapa shekhe siku ya kwanza nafikiri tumefungua hapa, shekhe alizungumza kwamba huwezi, yani sijui kama kuna nana, nakumbuka kwamba kuna aya kwenye Qur'ani iliyosema simamisheni swala, ikaishia hapo hapo, simamisheni swala na toeni zaka. Lakini kuna maeneo chungu nzima ambayo kumetajwa kutoa bila swala, kutoa, anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun, sehemu chungu nzima ambazo zimetaja swala la kutoa. Kwa maana hiyo ni kwamba inatuonyesha kwamba Uislamu ndio unaowahimiza watu wake kutoa mali zao kwa ajili ya dini yao, lakini sisi ndio tumekuwa wavivu kuliko wale ambao pengine dini zao hata haziwahimizi hivyo. Lakini kuna jambo jingine la kulifikiria. Kuna aya, hii aya inazungumzia kwenye mambo ya vita, lakini aya siku zote mimi naifananisha katika kila jambo. Allah anatupigia mfano sisi Waislamu na hawa watu wengine. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mapambano kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mapambano haya yamesababishwa na wasiokuwa Waislamu kutaka kuzuia Uislamu usienee, Uislamu watu wasiujue, Uislamu usifike kwa watu. Wao kwa shughuli yao ni hiyo, kuhakikisha kwamba Uislamu hauendi. Hapa ikabidi lazima Waislamu wapambane. Kama nyinyi Uislamu hamutaki, tuacheni basi tuambie watu wengine. Nyinyi hamtaki, alafu mnatuzuia tusiwaambie watu wengine. Hapa lazima tupigane. Sasa watu walipoingia kwenye vita hivyo, Allah akaja akawaambia Waislamu, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kama nyinyi mnasikia uchungu kwa haya mapambano, mnapata maumivu, mnajeruhiwa, wengine wanakufa, kama nyinyi mnapata uchungu kwa haya, basi na wao pia wanapata machungu kama haya. Kwa maana nyote mnaingia kwenye vita, wale wanapambania ukafiri wao, nyinyi mnapambania Uislamu wenu.
Kama nyinyi mnavyopata haya machungu, na wao wanapata machungu, lakini kuna tofauti kubwa sana kati yenu nyinyi na wale. Tofauti iko wapi? Watarjuna min Allahi ma la yarjun, nyinyi mnatarajia kwa Allah wasio yatarajia wao. Kwenye haya machungu ambayo nyinyi mnayapata, mna matarajio makubwa sana kwa Mola wenu, ambayo wao wenzenu hawana matarajio hayo. Wao wanapigania tu dunia yao, wanapigania tu ugali wao. Aya hii ingawa imekuja kwenye vita, jaribu kuiingiza katika hii habari tunaozungumza ya kutoa. Aya chungu nzima ambazo zimekuja kuwaambia Waislamu nini tutapata kwa kutoa kichache katika vile tunavyoruzukiwa na Allah. Aya chungu nzima zinazotupa matarajio makubwa kwa sababu ya shilingi tunayoitoa, kwa shilingi, kwa 1000 tunayoitoa, kwa 200 tunayoitoa. Wenzetu wanatarajia nini? Sisi tuna matarajio hayo ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzetu wao wanatarajia nini? Sote tunajua, kwa sisi Waislamu tunafahamu kwamba wenzetu wako kwenye nini, wanachokifanya ni kitu gani, kinaishia wapi. Na sisi tunajua matarajio tuliokuwa nayo. Kwa nini sisi wenye matarajio makubwa ni wavivu wa kutoa? Wale ambao hawana matarajio au matarajio yao ni hapa hapa tu, wao wamechangamka kutoa. Leo hii Waislamu hawana mali za wakfu za kuendesha mambo yao, lakini wasiokuwa Waislamu wana wakfu. Yani wasiokuwa Waislamu wanakuwa na wakfu, Waislamu hawana wakfu. Ni mambo ya kushangaza. Tumefanywaje? Sasa haya ndio ambayo nilikuwa najaribu kuyaangalia, tuyajadiliza na nyinyi ndugu zangu. Ilikuwa ni mada ya zaka. Mada ya zaka ni mada ya kutoa, ndio maana nikaanza huu utangulizi. Zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ndio misingi ambayo inasimamisha dini hii. Kwa maana hii misingi ikitetereka, dini hatuna. Zaka imewekwa nguzo ya 3. Nguzo ya kwanza shahada, nguzo ya pili swala, nguzo ya 3 zaka, nguzo ya 4 saumu, nguzo ya 5 hija. Kwa hiyo zaka imekaa katikati ya nguzo ya hizi nguzo 4. Nguzo 5 za Uislamu, zaka imekaa katikati. Hatujui kwa nini Allah ameiweka katikati, lakini wanawachuoni wa Kiislamu wamejaribu kujitahidi, kujaribu kutafakari. Wanasema hizi nguzo 5, hizi 4, 2 za kwanza na 2 za mwisho hazitakuwa imara katika kusimama kwake kama hii nguzo ya katikati haitosimama, ambayo nguzo ya katikati ni nguzo ya zaka. Tunakuwa na nguzo ya shahada. Nguzo ya shahada ni nguzo ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kujua haki zao, na kujua pia haki zetu sisi kwao, wajibu wetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Sasa tuanze na hizi 2 za mwanzo. Hivi kweli hawa watoto wetu hawa wanaweza kuijua shahada kama hakuna mwalimu anayepewa pesa kwa ajili ya kuwafundisha hawa? Haiwezekani. Kwa sababu mwalimu ili aweze kupata muda wa kuwasomesha hawa watoto, anatakiwa lazima na yeye ana mahitaji, yeye ni binadamu, na yeye ana watoto ambao wanatakiwa kusoma na yeye kama watoto wenzake wanavyosoma. Watoto wanatakiwa wale kama wanavyokula watoto wa watu wengine. Watoto wa mwalimu wanaumwa kama wanavyoumwa watoto wa watu wengine, wanatakiwa kwenda hospitali. Lazima kupatikane pesa.
Sasa kama hakuna pesa ya kumpa huyu mwalimu, shahada hii watoto hawa wataijuaje? Watajuaje tauhidi, waache ushirikina watoto hawa? Lakini swala tunaiswalia wapi? Huu msikiti huu umesimamaje? Huu msikiti umesimama kwa pesa? Haiwezekani tukasimamisha msikiti bila pesa. Njoo kwenye saumu, malizia na hija yake. Saumu itasimama vipi kama hakuna pesa? Kwa sababu hiyo saumu ndio inatakiwa kusomwa. Atakayetusomesha saumu nani? Atatoka wapi? Atajitosheleza vipi? Sasa hii ni ijtihadi ya wanachuoni kuona kwamba nguzo hii ya zaka ni ishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii dini bila pesa haiwezi kwenda. Haiwezi kwenda dini bila pesa. Lakini katika vitu ambavyo Waislamu wanataka kuvipata bure ni dini. Hii ni maajabu kabisa. Ndio watu tuliosema hapa, mzee amesema juzi hapa, mpaka wamefikia hatua ya kuwachangisha Waislamu wanaoswali msikitini kwa ujumla, ni kwamba wazazi ambao watoto wao wanasoma hapa hawako tayari kutoa hela. Unataka mtoto wako aje amjue Mola wake bila wewe kutoa hela? Lakini ukitaka mwanao awe muhasibu unatoa hela. Halafu hapo hapo tukisikia mtu huko ameikojolea Qur'ani, tunashika mapanga, tunafanya maandamano, tunaenda tunataka kwenda kuua mtu. Sisi tunachokifanya hapa ni nini na alichokifanya yeye ni kitu gani? Mbona ni kile kile? Wewe hauko tayari kutoa 500 kwa ajili ya Qur'ani ya Mola wako. Halafu usikia mtu kaichana, wewe unashika panga. Unashika panga la nini sasa? Zaka ikisimama katika umma wa Kiislamu, basi mambo mengi kwenye jamii yatasimama. Sheikh juzi alizungumzia kitu kinaitwa al-batala. Jana kazungumzia al-batala. Batala ni ukosefu wa ajira, au watu kuwa wanaishi hawana kazi za kufanya, ambapo kila nchi katika dunia hii inahangaika kuhakikisha kwamba wanalishughulikia jambo hili la kukosekana ajira. Watu wanakaa wanaumiza vichwa, wanaumia kutafuta namna gani watasababisha vijana wa nchi yao wawe na kazi, kuondosha albatala. Sasa watu ambao hawana kazi kimtazamo wa kawaida wanaingia kwenye kundi gani? Watakuwa maskini au mafakiri, si ndio? Allah anasema innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin. Zaka hii watu wa kwanza, walengwa wa kwanza ni mafakiri na maskini. Maana yake ni kwamba zaka moja katika majukumu iliyokuja kuyashughulikia ni kuondosha ukosefu wa ajira na kazi kwa vijana wa Kiislamu au kwa Waislamu kwa ujumla. Kwa maana kwamba zaka kama itasimamishwa vizuri, hakuna kijana wa Kiislamu atakayekosa shughuli ya kufanya kwa sababu ya umaskini wake au umaskini wa wazazi wake. Kwa sababu zaka itatoka, atapewa, akipewa atasimamiwa aende akafanye shughuli. Akifanya shughuli ndio ameshapata ajira. Ajira sio lazima akaajiriwe serikalini. Serikali yenyewe sasa hivi inahangaika vijana wajiajiri. Mimi natoa mikopo, inatoa nini? Uislamu ulishaweka hiyo muda mrefu. Serikali na mafungu sasa hivi kuna 10% sijui za kina mama, kuna 10% sijui za walemavu, kuna 10% sijui za kina nani. Zaka imeshatatua hilo tatizo muda mrefu. Kwa sababu makundi haya yote ambayo yanaguswa na serikali, utakuta makundi haya yako yanaingia kwenye makundi haya mawili tu. Ni fukara na masakini. Ni mafakiri na maskini tu, hakuna jingine. Wanawachuona nasema fukara, fakiri ni yule ambaye
anapata chini ya 50% ya kile anachokihitaji, kwa maana kwamba anaanzia kwenye 1% mpaka kufika labda 5, wengine wanafika 10, wengine wanajisogeza afika 20, kwa maana kila anachokihitaji ili maisha yake yaende, ile 100% yeye anapata 10, 15, 5, 2. Huyu ndio fakiri. Maskini anavuka kidogo, anakwenda mpaka 45, 50, lakini hafiki kwenye 70 huko kwenda 100. Hawa wote wanatakiwa kupewa zaka ili waweze kujikwamua katika hali hiyo. Sasa hapo utawakuta wajane, utawakuta sijui walemavu, utawakuta au vijana ambao hawana kazi, wamesoma kia hawana kazi, nao pia maskini. Kwa hiyo utakuta makundi karibu yote yanaingia hapa. Maana yake kwamba Uislamu ulishaweka msingi zamani ya kuondoa ukosefu wa ajira katika jamii, na msingi wenyewe ni zaka. Na zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Haikuja kwamba ni sadaka tu ya hiari mtu, hapana, ni nguzo. Kama tunavyoswali swala 5, kama tunavyohiji, kama tunavyofunga, kama tunavyotoa shahada, na zaka nayo hivyo hivyo isimame. Yani ziko katika level moja ya kwamba ni nguzo. Lakini sasa angalia zaka ilivyokwenda mbali zaidi. Zaka imeangalia watu ambao wamekatikiwa na safari, ambalo hili kwenye mifumo yetu ya nchi hakuna hilo jambo. Yani serikali haiwezi kushughulika kwamba mtu sijui ameibiwa pesa zake, sasa hawezi kwenda kwao. Wewe serikali haijui hiyo. Sana sana ataambia nenda msikitini, nenda kanisani ukaombe nini. Sisi kwetu huku sio kuja kuomba, kuna fungu lake huyu mtu tayari liko limewekwa. Si hivyo tu, zaka imeangalia maslahi ya Waislamu wote. Yani zaka kuna kipengele kimewekwa kwa ajili ya kulinda maslahi ya Waislamu au kuwaondoshea matatizo Waislamu. Kuna kipengele kwenye wanaopewa zaka kinaitwa almuallafatu qulubuhum. Almuallafatu qulubuhum ni watu ambao sio Waislamu, lakini ni watu ambao wana nafasi kwenye jamii, ambayo hiyo nafasi yao inawasababisha ima wanaweza kuwaletea manufaa Waislamu kwa nafasi yao hiyo, au wakaweza kuwasababishia madhara Waislamu kwa nafasi yao hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hicho kipengele, na wao wapewe zaka ili Waislamu wayapate maslahi wanayotarajia kwa mtu huyo, au wajilinde na madhara ambayo wanayogopa kwa mtu huyo. Maanake zaka imekuja kuweka ulinzi kwa Waislamu au kuwaletea manufaa Waislamu. Sasa hapa haangalii tena maskini wala fakiri. Kipengele hiki ni cha kuwalinda Waislamu wote. Mtaani kwenu sijui kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, sijui kuna nani ambaye si Muislamu, kuna mambo mnayatarajia, mnaona sasa njia ya kumlegeza, sio kumpa rushwa, na sio kwamba mnampa pale ambapo mnahitaji. Hii kila inapotolewa zaka, fungu lipo, anapelekewa, anaambia bwana, hii ni zaka. Waislamu wakitoa zaka na wewe pia umo katika fungu. Kesho mnahitaji kiwanja, anaweza kuwanyima wewe? Hawezi kuwanyima. Zaka imeweka hicho kitu kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Zaka imeweka msingi imara. Lakini kwa nini watu hawatoi zaka? Kwa nini watu hawatoi zaka? Waislamu ni mabakhili? Waislamu mabakhili hawatoi zaka? Tunapozungumzia ubakhili wa Waislamu, ingawa tunalalamika, inshallah kwa nini hawatoi? Kwa nini hawatoi? Basi umemaliza mzee. Hiki ndicho ambacho hata mimi nakisema siku zote na nakifikiria, na nafikiri hii watu wengi wataungana na mimi na mzee. Naam, ongeza. Na Waislamu kwa uongozi umekuwa sio madhubuti. Uongozi umekuwa sio madhubuti.
kwa maana kwamba ziko sababu ambazo hazirudi kwa Waislamu kwenye suala la ubakhili. Na mimi nakataa ubakhili wa Waislamu. Kwa sababu gani? Yako mambo Waislamu wanatoa mali. Waislamu kuna maeneo wanatoa mali tena nyingi zaidi ya ile mali wanaotakiwa kutoa kwenye zaka. Na kama wape mfano, mfugaji wa ng'ombe mathalan, ili aweze kutoa zaka, awe na wajibu wa ulazima wa kutoa zaka, anatakiwa awe na ng'ombe wasiopungua 30. Tena hao 30 wakae kwenye hiyo namba bila kupungua kwa muda wa mwaka mzima. Yaani ng'ombe umefuga mpaka umefikia 30. Wakishafikia 30 wabaki sasa hapo kwenye hiyo 30, labda kuongezeka lakini sio kupungua. Wakipungua huna wajibu wa zaka. Lakini wakibaki kwenye 30 mpaka wakakaa mwaka mzima tokea siku umefika 30, wewe hapo ndio una wajibu wa kutoa zaka. Tena unatoa nini? Unatoa mbuzi mmoja. Kwenye ng'ombe 30 zaka baada ya mwaka unatoa mbuzi mmoja. Lakini kuna Muislamu kuna Muislamu ana ng'ombe 15. Mfugaji ana ng'ombe 15. Lakini Muislamu huyo atakuja kutoa ng'ombe 2 au mmoja kwenye kongamano, au anatoa ng'ombe 2 kwenye maulidi. Huyu mtu mnamuhitaji bakhili? Huyu kweli huyu hatoi zaka kwa sababu ya ubakhili? Kwa sababu zaka yenyewe hajafikia. Yani kama ni zaka hajafikia kutoa zaka, Uislamu bado unamuona huyu ni maskini. Mtu mwenye ng'ombe 15, 20, huyu bado ni maskini mpaka wafike 30. Na sio kwamba akifika 30 tu tayari ni tajiri atoe zaka. Hapana, wabaki kwa muda wa mwaka mzima. Hapa ndio utajiri umekamilika. Sasa toa mbuzi mmoja. Hatoi. Lakini anakuja kutoa ng'ombe 2 kwenye maulidi, anakuja kutoa ng'ombe 2 kwenye kongamano, kwenye jitimai. Huyu anaitwaje bakhili? Sio bakhili. Hapa kuna tatizo. Tatizo hapa, mimi nilizungumze kwa njia ya ujumla. Shaka amezungumza elimu. Lakini elimu inatoka wapi? Elimu ya Kiislamu nafasi yake ni msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anasafiri kutoka Maka kwenda Madina katika ile hijra, ndani ya safari yake hiyo, kabla hajafika Madina, njiani alipata fursa ya kusimama sehemu akajenga msikiti. Alipofika Madina, katika mambo yake ya mwanzo alijenga msikiti. Mtume alikuwa anaonyesha nini? Anaonyesha umuhimu wa msikiti katika Uislamu wetu. Na kweli msikiti ndio ulikuwa unapanga kila kitu. Msikiti ndio ulikuwa ukitoa elimu ya kila kitu kinachohusu wanadamu elimu. Sasa hivi misikiti imekuwa ni sehemu ya watu wanakuja kusujudu na kurudi nyumbani. Muislamu, tunafahamu sote kwamba tuna mambo mengi. Kuna Muislamu anaweza akakaa bila kuswali, kakaa mpaka akafikisha miaka 30, 40 hajaanza kuswali. Lakini kwa rehema za Allah mara anastuka, mimi Muislamu vipi sijaswali na miaka 40 naelekea kwenye kufa, anakuja kuanza kuswali. Ataswali kuanzia huo mwaka wake wa 40 mpaka anafika 60. Anaswali kila siku msikitini, lakini swala yake bado haijui. Msikiti unafanya kazi gani? Yaani mtu aswali swala hapa msikitini miaka 10, alafu bado swala haijui. Msikiti unafanya nini? Muislamu anakuja kuswali msikitini, hajui zaka anatoaje. Msikiti unafanya kazi gani? Msikiti umezungukwa na nyumba za Waislamu ambao wanaswali hapa. Msikiti haujui kwamba mtaani kwetu hapa tuna mayatima wangapi. Msikiti unafanya kazi gani? Kuna Waislamu humu,
kutokana na hali zao ambazo Allah mwenyewe amewapa mtihani waja wake. Mtoto amefaulu ndani ya nyumba, kunatakiwa sio 100,000 tu na 20 aende sekondari, mtoto anashindwa, mtoto anabaki mtaani, anaenda kuendesha bodaboda. Msikiti huko hapa, msikiti unafanya kazi gani? Misikiti yetu mingi huwezi kukuta orodha ya wajane walioko kwenye mtaa wake, kwamba kuna faili hapa la wajane wetu wanaozunguka kwenye msikiti wetu. Misikiti michache sana utakuta hiyo. Kukuta msikiti wetu una faili la mayatima wanaotuzunguka kwenye dini ni ngumu sana. Kuna maskini ambao, wale mafakiri ambao wanatuzunguka mtaani, kiasi ambacho wakati mwingine mtu anaweza kutaka kuleta sadaka yake msikitini, uongozi wa msikiti haujui umpelekee nani. Hawana orodha ya watu ambao ni wahitaji. Msikiti nafanya kazi gani? Hili kosa la msikiti hili ndilo linalosababisha watu hawatoi zaka, kwa sababu Muislamu alitakiwa aijue zaka yake msikitini. Sisi ni kweli kuna Waislamu wengi wana hali ngumu, lakini pia linajulikana vizuri kwamba matajiri wa nchi hii ni Waislamu. Kwani hili ni jambo la siri? Wafanya biashara wengi Waislamu. Inakuwaje zaka inakosekana? Kuna swala alisema shekhi wangu pale, uongozi kuwa legelege. Hili nalo ni katika matatizo ya kukosekana zaka. Si zaka tu, sadaka zote kwa ujumla wake. Kwa sababu ninapozungumza msikiti, sizungumzi msikiti huu jamani, nazungumza jumla. Sababu naam. Nazungumza misikiti yetu yote kwa ujumla. Wako watu ambao Allah kawaruzuku ziada ya mali na mioyo yao ni mizuri, wameshajaribu mara moja, mara mbili, mara tatu kupeleka sadaka zao kwa baadhi ya viongozi wetu, halafu hizo sadaka hazikujulikana zimeenda wapi. Huyu tajiri au huyu mfanyabiashara anayetoa pesa yake, yeye anajua thamani ya shilingi kuliko sisi maskini, kwa sababu yeye anakuja akiitoa milioni hapa, anajua vizuri kabisa hii milioni ningeiweka sehemu fulani ingeleta kitu gani, lakini anafumba macho anaileta msikitini. Hawezi akaleta milioni yake msikitini afa akakaa kimya. Lazima atafuatilia, atauliza, akiona hakuna kitu haleti tena. Sasa mkianza kumfuata, shekhi tumekuja, sio kuna hivi, akamwambia basi inshallah bana, anatoa 10,000 yake, kwa sababu ashajua. Na hata swala la zaka linaingia katika upande huo. Inawezekana kuna watu wameshatoa zaka zao, halafu zaka hazikujulikana zilikokwenda, wakakaa watu wawili wakagawana, watu wakaondoka zao, pengine hata sio wastahiki. Afadhali wangekuwa wastahiki wakagawana, tukajua kwamba wamezichukua kwa sababu ni wastahiki. Wengine hata hawastahiki. Kuna kisa kimoja wakinanihusu mimi, sipendi kuzungumza sana, lakini ni vitu vinatia uchungu sana. Mimi mwaka 94 nilipata nafasi ya kwenda kusoma Sudani, nikiwa mdogo bado. Nikahangaika nikapata pasipoti. Sasa nahangaika kutafuta tiketi ya kwenda Sudani. Kuna mzee mmoja ana uwezo wa kawaida tu, akawa sasa ananisaidia yeye kutafuta watu watakaweza kumsaidia. Akaniambia, akanitajia mtu kwa jina, nenda kwa mtu fulani. Huyu mtu fulani kuna fungu la zaka la matajiri fulani analipewa huyu mtu kila mwaka kwa ajili yenu nyinyi ambao mnaenda kusoma. Akanielekeza mpaka sehemu naenda kumpata. Nikaenda kweli, nikamkuta yule bwana.
swali naye isha. So unajua unapokuwa na shida hata swala yako inakuwa unavizia sijaka nikimbia huyo mtu. Alivyoanza kutoka tu mimi nikatoka naye mpaka kwenye gari yake. Fika kwenye gari, yani ananiona namfuata lakini wala hanipatilizi. Nikaenda mpaka kwenye gari dirishani hivi. Ashaingia ndani. Alivyoona nimesimama dirishani akafungua dirisha. Unasemaje? Naambia Sheikh, mimi nimepata nafasi ya kwenda kusoma Sudani. Naomba msaada nipate tiketi. Sema hatufanyi kazi hizo siku hizi. Akafunga dirisha. Sio hela zake. Ni hela kapewa na mtu. Kuna vijana huko maskini wanataka kwenda kusoma, wasaidiwe waende wakasome. Ananifungia dirisha, anasema mimi hatufanyi kazi hizo siku hizi. Sasa mimi ndio nilikwenda kuomba. Yule mwenyewe aliyetoa kama anapata taarifa kama hiyo, huyu anatoa tena? Hatoi. Sasa huu ndio ugonjwa ambao tunao mpaka masala ya kutoa ikiwemo zaka zinakufa. Dar es Salaam kumeanzishwa kitu kinaitwa Baitul Mal, ambapo kiko chini ya taasisi mbili. Taasisi ya Hay'atul Ulama ambayo inaongozwa na Sheikh Abdallah, Islamu wa Kiislamu Tanzania, ambayo inaongozwa na Sheikh Rubibi Haji Mrisho Haji Mrisho Rubibi. Hii taasisi imeanza, angalieni ili mjue Waislamu wapo na wanasubiri kuona ni wapi kuna uaminifu. Nafikiri ripoti waliosoma safari hii walisema mwaka wa kwanza walipata milioni 16, kitu kama hicho. Mwaka wa pili wakaja wakapata milioni 60. Maana yake ile milioni 16 ilivyogaiwa na ilikuwa wazi na vyombo vya habari vikarusha, watu wakaona hao kama uaminifu, zikaongezeka mwaka wa pili ikafika milioni 16, milioni 60. Mwaka huu wamesema shafikia milioni 100 sio na ngapi? Allahu Akbar. Maana yake inapanda kidogo, kwamba kila watu wanapozidi kupata imani, watu wanaongezeka kutoa. Maana yake kwamba kuna watu wengi wanazo zaka zao wanazitoa wanavyotaka wao wenyewe, kwa sababu hakuna chombo ambacho kinaaminika katika kupokea zaka. Sasa hili jambo lazima tulirekebishe, na kurekebishwa kwake ni kila msikiti uchukue hatua ya kujitengeneza mpaka uaminike kwa wale watu ambao wanatoa mali zao. Kuna baadhi ya misikiti watu wanatoa hela kwa mtu, na ujua msikiti mwingine Dar es Salaam kuna mtu mmoja huyo akisimamia jambo pale msikitini zitatoka pesa mpaka utashangaa. Lakini akiwa sio yeye, watu kama hawapo watapiga kelele mpaka wachoke. Watu kimya, watu mmoja watu wanateleza tu, watu wanaondoka. Lakini akisimama huyo bwana akisema tunahitaji milioni 2 inatoka. Watu wanamjua na kila alichokisema kwamba atakifanya kinafanyika na watu wanakiona. Tengeneze uaminifu. Kwa hiyo hili ni tatizo, lazima tulitibu. Ndio halafu baadaye sasa tuje tuangalie masala ya zaka. Sheikh, utakuja kutia taaliki kidogo? Sasa tuingie kwenye zaka yenyewe. Hii yote ilikuwa bado ni mukaddima. Ndugu zangu, zaka, sasa tunapeana tu maarifa kidogo katika baadhi ya mambo muhimu ya zaka, ambayo ni moja katika matatizo yetu, kwamba elimu ya zaka kidogo inakuwa ina mushkil. Zaka, kwanza kuna faida ya zaka. Neno zaka katika lugha ya Kiarabu linamaanisha usafi, ustawi na kuongezeka, ziada. Mambo matatu neno zaka kwenye lugha ya Kiarabu.
Sasa Allah akalichukua neno zaka kwenye lugha ya Kiarabu lenye maana ya usafi na ustawi na ziada, akalitumia katika ibada hii ambayo ni moja katika nguzo za Uislamu. Kwa nini lichukuliwe neno lenye maana hizi? Wanawachuoni wa Kiislamu wanasema kwamba zaka inapotolewa, haya mambo yote matatu yaliyopo kwenye maana ya neno zaka yanapatikana katika jamii hiyo. Kunapatikana ustawi, kunapatikana usafi, kunapatikana ziada. Tuanze na hili la mwisho. Mtu anapotoa zaka haongezi mali, anatoa mali, maana yake zinapungua. Kwa macho ya kawaida ni kwamba zinapungua, kwa sababu ulikuwa na milioni 100 unaambiwa utoe 2.5%. Ukitoa 2.5% hazibaki tena 100, si ndio? Kutakuwa na upungufu. Hii ndio kawaida, ndio maana ya karibu ambayo inakuja kwenye akili ya kila mtu, kwamba unapotoa kitu kinachokitoa kinapungua. Lakini Allah anasema hapana, hapapungui, pana ziada. Ziada inakujaje? Ziada kwenye zaka inakuja, kwanza kuna malaika ambaye ameumbwa, wako wawili. Kazi yao ni mmoja anawaombea wanaotoa, mmoja anawaombea wasiotoa. Huyu anayewaombea wanaotoa anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ewe Mola wetu au Mola wetu wa haki, mpe kila anayetoa badala ya kile alichokitoa. Yule anayeombea asiotoa anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Rabbi, mpe anayezuia maangamizi katika mali yake. Kwa mujibu wa dua hii ya malaika, kwanza fikiria wewe tu ukiomba dua Allah anaikubali, kwa sababu amekupa ahadi, niombeni nitawajibu. Sisi tukiomba tunakubaliwa, na wengi hapa tumeomba dua zetu na tumeona kwamba zimekubaliwa. Sasa huyu ni malaika kaumbwa maalum, yani Mwenyezi Mungu kamuumba ili aombe. Sasa huyu atakataliwa? Hawezi kukataliwa. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza, kwamba unapotoa zaka kuna ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyosisitizwa na dua ya malaika kwamba wewe utapata ziada katika mali yako. Kwa hiyo mali haipungui, ziada kila ukitoa zaka mali itazidi. Kwenye kuzidi ni moja katika maana ya kustawi, lakini pia kuna ustawi ule wa kawaida wa mali kuwa bora. Yani mali yako itakuwa bora kwa sababu ya hizo dua, na kuna ahadi nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anawaambia ni nani atakayemkopesha Allah ili Allah amlipe ziada nyingi. Maana yake hapo kuna kuzidi na kustawi, kwamba kila unapotoa wewe ni kama umemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameahidi atakupa nyongeza. Sasa hizi nyongeza za Allah sio tu akhera, hata hapa duniani, kwa sababu kwanza haikufungwa. Allah hakufunga hiyo nyongeza kwamba atakwenda kuitoa akhera. Maana yake utapata nyongeza hapa duniani na akhera unasubiriwa na malipo mengine. Lakini cha kushangaza zaidi, kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, hata wasiokuwa Waislamu wanaotoa mali zao wanaongezewa hapa duniani, hata asiyekuwa Muislamu. Naam, tofauti yao wao na sisi kwa mujibu wa imani yetu na mafundisho ya dini yetu, kwamba wao malipo yao ni hapa hapa, wamemaliza. Sisi tunalipwa hapa, alafu inshallah tunasubiri na huko. Kwa hiyo unapotoa zaka, Muislamu, jua kwamba hupunguzi, bali unaongeza katika kile unachokitoa. Lakini kuna usafi. Usafi unapatikanaje? Zaka inaletaje usafi? Zaka inaleta usafi kwenye magrupu yote yanayohusika na zaka. Zaka inaleta usafi kwa anayetoa zaka. Zaka inaleta usafi
kwa mali iliyotolewa zaka. Zaka inaleta usafi kwa watu waliopewa zaka. Muislamu unapotoa zaka unatibu maradhi ambayo ni ya kimaumbile. Kila mwanadamu ameumbwa na maumbile ya kupenda mali, tena si kupenda tu, bali inakuwa bakhili kwa katika mali, kwa maana unapenda na hauko tayari kuitoa. Kutoa mali jamani si kitu rahisi. Kutoa mali ni kitu kigumu. Ukimwona mtu anatoa mali, kuna mambo mawili: ima katika kutoa kwake ana matarajio kuna kitu kitaingia, au imani yake imepanda, anajua anatoa anatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nje ya vitu hivyo viwili ni ngumu sana kumkuta mtu anatoa mali. Ndio maana utakuta mali inayotolewa kwenye matamanio ni nyingi sana. Sasa kila mmoja anataraji, anatoa anapata, anatoa anapata. Kuna watu wanazungumza kipindi kile cha nyuma, kabla rais wa awamu ya 5 hajaingia, asema kuna watu bwana, mtu anaenda kumnunulia mwanamke gari 2 3, yani mwanamke kimada, yani sio mke wa kuondoa. Mke wa ndoa anunuliwi, lakini kwa sababu kule kuna matamanio tena ya haramu, ni rahisi sana, na shaitani anakuhimiza, anakupambia kwamba hapa ukitoa mwanamke huyo atafurahi, atakupenda, hata nini. Lakini hizo fikra huzipati kwa mkeo, kwa sababu huku kuna matamanio. Kwenye matamanio mtu hawi bakhili. Kwa sababu gani? Nafsi zimeumbwa hivi. Lakini kwenye jambo la kheri nafsi inapata tabu sana. Kwanza anafikiria anatoa, alafu anapata nini? Hapati pesa ya ziada, kwa maana kwenye biashara mtu akitoa anafanya biashara anapata faida. Kwa hiyo anatoa tu kiurahisi. Kwenye matamanio anatoa apate matamanio yake, huku kwingine anatoa apate nini? Mpaka sasa imani hiyo imekaa vizuri kwamba unatoa kwa ajili ya Allah. Sasa Muislamu, kila unapojitahidi kutoa zaka, maana yake nafsi yako unaisafisha na hiyo tabia ya ubakhili. Na ndio maana utakuta kuna Waislamu leo hii haoni tabu mtu kutoa bilioni 6 7 aenda kujenga msikiti. So watu wengine wanashangaa, unajua. Hasa hao wenzetu, yani wao wasio kwa Uislamu ambao sisi tunasema wenzetu wanatoa sana, na wao wanawashangaa baadhi ya Waislamu kwamba mtu anatoaje bilioni 6 anaenda kujenga msikiti peke yake, pesa zake. Hii bilioni 6 ungeingiza kwenye biashara upate faida tu shilingi moja, ni bilioni ngapi hizo? Nakumbuka Mama Samia alikwenda kuweka jiwe la msingi la ukarabati wa msikiti Tanga. Ule msikiti ukarabati wake ulikadiriwa kugharimu bilioni 6. Akasema hizi pesa ningepewa mimi hizi, yani mpaka rais pia anaziona pesa namna zilivyokuwa nyingi, lakini Muislamu kazitoa kwa ajili ya msikiti. Maana yake huyu tunamdhania kheri, kwamba kile kitabia kishapotea kwenye nafsi yake katika mambo ya kheri, ana mwaga tu, hana wasiwasi. Mnataka nini? Mnataka hiki, chukueni. Mnataka hiki, chukueni. Kwa sababu nafsi tayari imeshakuwa safi. Ukiwa huna tabia ya kutoa, nafsi haiwezi kuwa safi. Bado kale kaubakhili, kale kaubinafsi bado kanakuwa kanatawala katika nafsi yako. Unataka ukitoa upate. Kutoa tu kwa sababu unaambiwa uwape maskini pesa. Maskini nikiwapa pesa, alafu mimi napata nini? Maskini nikiwapa pesa, mimi napata nini? Sasa kama nafsi haija kuwa safi, huwezi kutoa. Usafi kwa mali inayotolewa zaka. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba biashara ina mambo mengi. Biashara ina mitihani mingi. Muislamu kwa kawaida anapambana na nafsi yake kuhakikisha kwamba biashara yake inakuwa halali, anapata riziki ya halali. Lakini makosa yapo, kuna kuteleza, kuna mtu anaweza akafanyaje, si ukampunja hela zake, yani kuna makosa vinaingia. Kwa hiyo kutakuwa kuna vidude vya riziki ambayo
haikuwa halali yako, imeingia kwenye biashara yako wakati mwingine bila hata wewe mwenyewe kutanabahi. Unapotoa zaka, unaisafisha mali yako, vile vikorokoro vyote vilivyoingia ambavyo si haki zako vinatoka, vinakwenda kwa watu wengine, mali yako inabaki safi. Wanaopewa zaka wanasafishika vipi? Wanaopewa zaka ni sisi maskini, si ndio? Hebu fikiria kwa katika hali ya kawaida. Unapita barabarani, pengine umetoka nyumbani kwako, unatoka hata hujui unaenda wapi, lakini kwa sababu gani? Watoto hawajakula tokea mchana na hujui watakula nini mpaka kesho. Sasa wewe unatoka tu kwa sababu ndio baba, sasa unatoka tu unaenda barabarani, unaenda kubahatisha. Unakutana na mtu anapita na gari ya milioni 800. Ameweka mkono hivi, huyu anapita taratibu. Hebu fikiria nafsi yako itapata kitu cha namna gani? Kuna kitu kitaingia hata kama utajitahidi, ya Rabbi, a'udhu billahi minash shaitani, lakini tayari kishaingia. Yaani unafikiria, yani watoto wangu mimi hawajala, huyu mshezi wewe anatembea na gari milioni 800. Yaani ukiwa Muislamu safi utaanza a'udhu billahi minash shaitani, a'udhu billahi ya Rabbi usinijalie hasadi, lakini tayari ni kitu kimeshaingia. Sawa? Sasa kuna wale ambao hawajizuii, ndio watakuangalia sema shenzi wezi tu anatuibia tu hela zetu, hata zijulikane hela gani ameibiwa. Lakini tayari ni kile kitu ndani ya moyo. Yani ndio unakuta wakati mwingine chuki, yani unaiona chuki ya wazi wazi baina ya maskini na watu wenye mali. Na ndio maana wakati mwingine hata ujambazi ndio vile vile ni zile hasadi, yani si tuna safa au na mapesa tu, kijana akipata bastola sema watanitambua hao. Lakini zaka kwenye jamii ikitoka, si inatoka kwa wale matajiri, inakuja kwetu sisi maskini. Fikiria wewe leo umepokea milioni 3 ya zaka. Sawa? Unapita barabara unamkuta mtu ana gari ya milioni 800. Utasema ya Rabbi mzidishie huyo. Kwa sababu una milioni 3 zimetoka kwao. Kwa hiyo ile hasadi ambayo inatawala kwenye jamii yetu kwa sababu ya kutotolewa zaka ikitoka inafuta vile hasadi. Kwa hiyo jamii yote inakuwa safi. Anayetoa zaka msafi kwenye moyo, anayepewa zaka msafi kwenye moyo, akimwangalia aliyekuwa nacho, lakini na mali yenyewe pia inakuwa safi. Watoto wako wanapata riziki ya halali isiyokuwa na mashaka. Tupate adhana, alafu inshallah kama muda utakuwa upo tutaendelea inshallah.